Marekani imeiomba Israel kutoanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la Wahouthi nchini Yemen, ikiahidi kushughulikia tishio hilo wenyewe. Taarifa kutoka Jerusalem Post zinaeleza kuwa Marekani iliiomba Israel kuacha hatua za kijeshi dhidi ya Wahouthi kufuatia mashambulizi ya makombora mawili yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Makombora hayo yaliangushwa na mifumo ya ulinzi ya Israel kabla ya kufika ardhini. Katika hatua ya kujibu vitisho vya Houthi, Marekani imeanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za kundi hilo nchini Yemen, ikilenga maeneo muhimu ya kijeshi na viongozi wa kundi hilo. Hatua hii inakuja baada ya Wahouthi kutangaza kuwa wataendelea kushambulia meli katika Bahari Nyekundu, kitisho kinachohatarisha usafirishaji wa kimataifa. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, Israel kwa sasa inaelekea kukubaliana na ombi la Marekani na haijachukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Wahouthi. Hata hivyo, viongozi wa Israel wanaendelea na mashauriano kuhusu hatua za baadaye. Marekani imesisitiza kuwa itaendelea na mashambulizi dhidi ya Wahouthi hadi pale kundi hilo litakapositisha mashambulizi yake dhidi ya meli na vitisho vingine vya kijeshi. Wahouthi kwa upande wao wameapa kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani, wakitishia kuongeza operesheni zao katika kanda hiyo. Kwa sasa hali ya tahadhari inaendelea, huku macho yakielekezwa kwa hatua zaidi kutoka pande zote zinazohusika. Mzozo huu koje? Wahouthi ni waasi wa Kishia wanaoungwa mkono na Iran ambao wamekuwa wakishambulia meli za kimataifa katika Bahari Nyekundu na kutishia usafirishaji wa kimataifa, hususan wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Mashambulizi yao yameongeza mvutano kati ya mataifa magharibi na Iran, huku Marekani na washirika wake wakiongeza juhudi za kijeshi kuwalenga Wahouthi. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imeongeza mashambulizi ya anga dhidi ya Wahouthi nchini Yemen, ikiharibu vifaa vyao vya kijeshi, maeneo ya kuhifadhi silaha na miundombinu muhimu ya kijeshi. Hata hivyo, hatua hizi hazijawazuia Wahouthi kuendelea na mashambulizi yao dhidi ya meli za kimataifa na hata kujaribu kulenga Israel. Kwa nini Marekani imetaka Israel ijizuie? Marekani ina wasiwasi kwamba iwapo Israel itashambulia Wahouthi moja kwa moja, inaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi katika eneo hilo na hata kuvuta mataifa mengine kuingia vitani. Irani, ambayo ina uhusiano wa karibu na Wahouthi, inaweza kutumia fursa hiyo kuanzisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Israel kupitia vikundi vinavyoiunga mkono kama Hezbollah nchini Lebanon. Pia Marekani inajaribu kudhibiti mgogoro huo ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa zingine kupitia Bahari Nyekundu. Ongezeko la mapigano katika eneo hilo linaweza kuathiri uchumi wa dunia, hasa bei ya mafuta. Kwa sasa Israel inaonekana kufuata ushauri wa Marekani na haijachukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Wahouthi. Hata hivyo, viongozi wa Israel akiwemo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanaendelea na mashauriano kuhusu hatua za baadaye. Kuna wasiwasi ndani ya Israel kuwa ikiwa hawatachukua hatua, Wahouthi wanaweza kuona hili kama udhaifu na kuendelea na mashambulizi yao. Hali ya tahadhari inaendelea, huku dunia ikisubiri kuona iwapo Marekani itaweza kudhibiti mgogoro huu bila Israel kuingilia kati moja kwa moja. Mtazamaji wa Zone Media, taarifa hii ni taarifa ambayo kidogo inaleta ukakasi mkubwa sana kufuatia Marekani kuweza kuizuia nchi ya Israel isifanye mashambulizi, yani isijibu mashambulizi kwa Wahouthi baada ya kuweza kutupiwa makombora matatu siku chache zilizopita. Sasa Marekani imeamua kuchukua hatua madhubuti zaidi kwa kuweza kuizuia nchi ya Israel kwamba isifanye mashambulizi kwa Wahouthi, yani wasiweze kulipiza kisasi, kwa sababu itaweza kuibua mgogoro mkubwa zaidi. Na hapa Marekani hofu yake kubwa ni kuogopa kwamba endapo Iran ataingilia kati katika vita hivi, basi yawezekana katika ukanda huu vikaibuka vita vikubwa ambavyo havijawahi kutokea. Kwa hiyo Marekani inajaribu kama vile kuweza kumtuliza Israel kwamba asijaribu kuweza kushambulia katika ukanda huo wa Bahari Nyekundu. Lakini vile vile Marekani yupo katika hatua za kuweza kufanikisha kuzuia kabisa mgogoro huu wa Wahouthi
pamoja na Israel, ambapo Wahouthi wanamshambulia Israel ikiwa tu Israel baada ya kuweza kuanza mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Wahouthi wanawasupport wa Palestina na Wahouthi pia wanasaidiwa na nchi ya Iran. Kwa hiyo wanafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuwasupport watu wa Palestina ambao wanazidi kupata shida katika ukanda wa Gaza, ambapo pia Hamas ni kama vile wanapata usaidizi kutoka kwa Wahouthi baada ya Israel kuonekana kwamba wanazidi sana kimabavu kwenye upande wa kijeshi kwa silaha zao ambazo zimekuwa zikipelekea mamia ya watu kufariki dunia katika ukanda wa Gaza. Kwa hiyo hapa Marekani anajaribu kuchukua mikoba ya yeye mwenyewe kuweza kumtuliza huyu Houthi wa pale Yemen, kwamba kuweza kuwashambulia, lakini bora ionekane ni Marekani ambaye anashambulia ila sio Israel moja kwa moja kuchukua hatua. Japo kwa hivi sasa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na viongozi wengine wa Israel wanazidi kujadili kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kufanya jambo lolote kwa Wahouthi, kwa sababu kadri ambavyo wanazidi kuonekana wako kimya ndipo ambapo Wahouthi huenda wakafikiri kwamba Israel imekuwa dhaifu kutokana na mashambulizi ambayo wameweza kuyapokea kutoka kwa Wahouthi. Labda Israel anahofia kuweza kuonekana mnyonge kwa jinsi ambavyo mashambulizi yamekuwa yakirindima katika ardhi ya Israel. Na pia kumekuwa kuna hofu kubwa kwamba huenda labda Marekani akachelewa kuweza kujibu mashambulizi ambayo Wahouthi wameweza kuyafanya kwenda katika ardhi ya Israel katika ukanda ule wa Gaza. Na kingine mtazamaji ambacho kinaonekana hapa ni kwamba Marekani kama vile anailinda sera yake ya biashara duniani, kwa sababu yeye hofu yake kubwa ni kwamba ukanda ule wa Bahari Nyekundu ni ukanda ambao usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta umekuwa ukichukua nafasi kubwa sana, na Marekani ni moja kati ya nchi ambazo zimekuwa zikifanya biashara nyingi sana duniani na nchi mbalimbali sasa ya mafuta, na wanategemea mafuta kutoka kwenye nchi mbalimbali kama Kuwait na maeneo mengine ambayo huwa wanatoa mafuta ya kutosha. Sasa Marekani inawezekana na wasiwasi kwa njia zake ambazo zimekuwa zikimpatia kipato katika nchi hiyo ya Marekani kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi nyingine. Huenda ameamua kuchukua majukumu haya kwa ajili tu ya kuweza kuangalia namna gani ambayo biashara yake inaweza kapita katika njia salama zaidi, kwa sababu Marekani ana nguvu kijeshi na anaogopeka. Kupitia rais wa Marekani Donald Trump, inawezekana ameona hili ni jambo ambalo anapaswa yeye mwenyewe kuweza kulichukua ili kuenda kulinda zaidi uchumi wa Marekani. Sasa Wahouthi nao pia ni kama vile hawaelewi chochote kuhusiana na issue ya Israel kuendelea kuishambulia Gaza, na wamesema kwamba wataendelea kumshambulia Israel hadi pale ambapo atakoma kuishambulia Gaza na kusababisha mauaji ya raia wa Gaza ambao wako pale katika nchi ya Palestina. Sasa mtazamaji, mzozo huu ukiutazama vizuri ni kwamba Wahouthi wameweza kuingilia kati miguu miwili na mikono miwili. Yaani wameingia kichwa na miguu na kiwiliwili katika mzozo huu, na wameweza kuvaa kwa sababu pia wamekuwa hadharani kuweza kufanya mashambulizi, japokuwa nao wamepokea mashambulizi kutoka kwa Marekani na kuharibu ghala zao za silaha na ngome zao za kijeshi. Sasa sisi kama Zone Media tutakuletea taarifa zote kuhusu mzozo huu ambao bado unaonekana unazidi kuchukua sura mpya kila siku. Cha msingi tu, kama bado hujasubscribe channel yetu, basi nikusihi uweze kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.